Kwa majina naitwa Njuguna Mwaura, MC Elbagon, na vile mwenyekiti ya kamati ya afya katika bunge la Nakuru. Siku ya leo tulikuwa tunatarajia kamati ya seneti ambayo ina deal na mambo ambayo inaangalia kamati ya afya katika seneti, kwa sababu tulikuwa na siku ya kikao ya pamoja, na vile tuweze kuzunguka angalau sehemu 2-3 zenye wangependa kujua zaidi kuhusu hadhi na hali ya matibabu katika kaunti yetu. Lakini baada ya tumegoja siku nzima, hawajaweza kupata nafasi ya kuja. Hivi sasa majioni ndio umetuma radhi ya kusema kwamba hawataweza kupata nafasi ya kukaa pamoja nasi, na kwa hivyo sisi kama members wote walikuwa around ili kuweza kupokea wenyeji wao, na ili waweze kuzungumza, wawape zile changamoto ambazo zipo katika afya hapa Nakuru na kwingineko, kwa sababu sana Nakuru ndio huwa ina host other counties, surrounding counties, almost 7 counties ambazo zimetuzunguka. Wote huwa wanakuja hapa Nakuru kutafuta hali ya matibabu, na kwa hivyo siku ya leo tulikuwa tunajua kwamba yale tungeyazungumza, seneti ingeyapokelea na wangeenda pale kuhakikisha kwamba wameunda sheria za kitaifa zenye zingeweza, namba ya kwanza, kuhakikisha kwamba tumepata suluhu ya zile changamoto ambazo ziko katika matibabu katika kaunti zingine, na namba ya pili, kusaidia Nakuru, kwa sababu tunabeba mzigo mkubwa sana ambao kaunti zingine zinafaa kuwa zikiubeba. Kwa hivyo tulikuwa tunatarajia kwamba tungekuwa na siku nzuri, siku ya kusaidiana na siku ya kusaidia katika ngatuzi zetu, na ili tuweze kusonga mbele. Lakini kwa sababu haijawezekana, tunasema wakati mwingine kuvunjika kwa mwiko si mwisho wa kupika ugali. Tunajua kwamba kuna siku zingine watapata nafasi, ama wakipata nafasi watakuja sisi hatuhami. Sisi tuko katika kaunti hii na tutazungumza pamoja, na tutakaa pamoja kwa kikao cha pamoja, na ili tuweze kutatua na kuzungumza kinagaubaga zile tatizo ambazo tuko nazo, zile ambazo sanaswa zinatatiza hali ya matibabu katika ngatuzi zetu. Nikizungumzia tu kwa kifupi changamoto ambazo baadhi ya changamoto zenye tulikuwa tuketi pamoja tujaribu kuziangalia. Namba ya kwanza ni vile madawa yanaletwa katika kaunti kutoka kwa KEMSA na vile kutoka katika idara zingine. Kumekuwa na hali ya tatanishi ya zile madawa zinakuja, wakitishwa haya wanaleta yale wanataka. Hiyo ni jambo la kwanza ambazo zimekuwa na shida. Jambo ya pili ambayo imekuwa ikileta doda sugu ni hali ya SHA reimbursement. Hospitali zetu hazijakuwa zikireimbursiwa vile pesa ambavyo ama vile kunavyofaa. Hali ya tatu ni hali ya human resource. Counties zimekuwa na changamoto ya kuajiri madaktari kwa sababu ya hali ya hafifu ya bajeti zetu ambazo tuko nazo, na kwa hivyo tulikuwa tunatarajia kwamba wakienda kule wataongeza shillings za county na revenue itaongezewa kwa the coming year, wakiletewa zile nakara za kuongezea pesa kwa county ili tuweze kuajiri. Number 4 ni ile hali ya placement equipments, zile vifaa ambazo zinaletwa kufusiwa counties bila hata kuulizwa wanataka vifaa vipi. Kwa hivyo kumekuwa na ile changamoto, na changamoto nyingine ni transfer. Imekuwa kwamba kama umeajiriwa Turkana, wewe utakufia Turkana, hata huwezi kupata kazi nyingine unless you resign kule Turkana. Kuna vile tulikuwa tunataka through Public Service Commission wa kirayas na bodi zetu, tulikuwa tunaonelea ni vyema tungekaa na wao tuwaelezee vile kunavyofaa kufanywa ili kuwe na good transfers ya staffs ambao tuko nao katika kaunti zetu zote, na ili we feel as part of the same team, kwa sababu hali ya matibabu tunasema ni conventional, ni ya kila pahali na ni ya kila mtu na ni ya kila eneo. Kwa hivyo mtu akitaka kutransfer, tulikuwa tunaonelea ni vyema angeweza kutransfer. Vile kuna changamoto zingine ambazo baadhi ama nyingine kuhusu mambo na referrals. Unapata zile systems zilikreatiwa, ni the new health systems ambazo tuko nazo zimekuwa zikitatiza kidogo, kwa sababu utapata mtu anaambiwa lazima aanze pahali kama dispensary before ende level 2 ama level 3. Kwa hivyo hizo vitu zote ni baadhi ya changamoto ambazo tulikuwa tunataka kuangazia na seneti, ili wakitoka hapa waende kule juu wajaribu kuzitatua. Na hayo tu ndio tulikuwa tunatarajia, na ningeomba waharakishe na wakuje siku nyingine, tutawapokelea na tutazungumza zaidi ya changamoto hizo ambazo nimezitaja. Mimi kwa majina naitwa Karanja, mimi ni MCA wa Naivasha East na pia ni mwanakamati wa kamati ya health ambayo inaongozwa na Bwana Jona. Leo tulikuja hapa kutokana na mwaliko ambao tulikuwa tumearifiwa
ya kwamba Senate committee ya Senate ya Health ilikuwa iwe na mkutano nasi, alafu tuandamane nao katika hospitali zetu ambazo wangetuambia ni gani, PGH ama annex ile tu wangetangaza. Kwa hivyo sisi tumekuwa tumekaa hapa kuanzia asubuhi saa 3. Alafu baada ya kuuliza tukaambiwa ya kwamba tuwagoje watafika saa 8. Kwa hivyo tena tukakuja pale sisi kamati na spika wetu, sisi zote tumekuwa hapa. Sasa dakika hii ndio tunaambiwa ya kwamba ati kamati haiwezi kuja, lakini all through the chairman amekuwa akicommunicate nao ati ya kwamba wako jiani. Sijui wamekwama kwa jam ama wamefanya nini. Lakini yangu mimi ningependa tu kusema hivi. Mambo ambayo tunajadili na ambayo county zinatakikana kufanya, mambo yote Senate was supposed to be the protector of the counties. Na Senate ikiwa protector wa counties, inatakikana inakuja inaongea na MCAs kwa sababu wote wanafanya kazi ya oversight. Sisi tunafanya oversight kwa executive, vile inatumia pesa na vile inatoa services kwa watu. Ili tukishajadili hayo nao waende waweke ceilings iwe juu na waweze kuwekeza pesa ambazo itakuja hapa. Lakini vile mimi nimeona, ndio ninaambia Juguna, ni ya kwamba Senate inachukulia counties kwa mzaha. Na ndipo nilisema na nimekuwa nikisema, it's as if Senate does not know it is not the parliament. Wao si bunge ya kitaifa, wao ni Senate. Kazi yao na MCA inatakana kuwa moja, ili waje tunaelezana vile mambo ilivyo. Tumekuwa tukisema ya kwamba Senate inatakikana kusaidia assemblies, kwa sababu Senate haiwezi tishwa na governor. Because the biggest problem we have been having since devolution is that governors wamekuwa semi-god and demigods. Wao wanahangaisha ma MCAs because they still hold pesa zao za maendeleo. Na governor Madago, kwa sababu wewe ulikuwa governor na wewe ndiye chair wa hii, be serious at least for once. Unaona, kama ingekuwa siasa ya kupiga ati vile medho asijui hapo hesimu rais, wewe unapiga kelele, lakini wakati tunakugoja usolve the problem bedeviling counties in terms of health haupatikani. Sasa tumekugoja hapa kama Roho Mtakatifu, haukuji, hauonekani. So at least Jogona amesema yako na ubaya ni kwamba tunaambiwa ati muko jiani. Sasa tumekaa kama tunawagoja, kama ni tunagoja Roho Mtakatifu. So what we should do, the Senate should be a little bit be serious. Counties are suffering because senators are not aware what they were elected to do in Senate. And that one we will say unequivocally, because that is a problem that we have been facing. So for once, what just senators who have a serious to defend the counties and to defend the constitution, so that the executive is in our counties. And remember, even before, tunajua kwamba hii serikali haikuwa ya counties, and that's why counties zinapata pesa kidogo. Then we wanted them tuwaonyeshe sisi kama committee. Jogona amesema it is not easy to oversight mambo mengine kwa sababu ya traveling. Jogona atakwambia. So these are some of the things tulikuwa tunataka tuweke pamoja, so that pesa ziache kuachwa 80%, iache kuachiwa ati ni duale. Kazi yake ni kuzurua na kutupigia kelele. Ili adoni dare, alafu tulikuwa tunataka aje ili ajue wale madaktari walikuwa wa UHC ambao walisema ya kwamba waajiriwe. Tuonyeshe vile bajeti yetu haiwezi mudu kulipa watu gani hao. Ache kupiga kelele huko. Mambo yote si siasa. Hii ni mambo ya ugonjwa na mambo hayo mengine. Alafu hizo vyombo vimesemekana, serikali inakuja, watu wanapewa contract, wanakuja wanarudika vifaa ambavyo ni mashine ambazo they are cake. Unaona, zile ambazo zimezeeka na zile ambazo wao wanalipwa, serikali inalipwa ili hali hazifanyi kazi. Hapa unaletewa kwa sababu ni za mtu mkubwa kwa serikali. These are some of the hard facts we wanted this government senators wajue.